بنفحته ملائك الرحمن. شهر به نرقى يزيدنا رفقا، شهر به نرقى يزيدنا رفقا، يعلم الصدق والصبر والإحسان، والصبر والإحسان. ويقول تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله نرضي به المولى نغدو به أحلام، نرضي به المولى نغدو. baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amma mawduu khutbatuna al-yawm, khutba yetu ya leo ndugu Muislamu, tutalizungumzia suala ambalo ni msiba kwa jamii, suala ambalo litamgonga kila mmoja, chini ya mada inayozungumzia la tahzan la'allahu khair, usihuzunike, usisikitike, usilalamike, huenda hiyo ikawa ndio heri yako. Hii ndiyo mada tutakayoizungumzia katika khutba yetu insha Allah. Naam, wengi katika wanadamu wana huzuni, wengi katika wanadamu wana masikitiko, wengi katika wanadamu wana malalamiko. Je, masikitiko kama haya, huzuni kama huu, kulalamika huku kote kumesababishwa na nini? Tutakuja kupata lengo hasa la huyu kiumbe wa Allah kuhuzunika na kulalamika, sababu alilolitaka, jambo alilolipenda, jambo ambalo amelipenda liwe halikuwa. Hiyo ndio sababu ya huzuni wake. Jambo ambalo limemfikia halipendi, lakini likaja hivyo hivyo, yeye akalalamika. Yataka ujue ndugu Muislamu, waweza ukatamani jambo katika ulimwengu, kwa nini lisiwe jambo hili? Kwa nini lilikose? Lakini wallah, lau jambo kama lile ungefaulu kulipata, jambo kama lile ungefanikiwa kulipata, ingekuwa ni furaha ya mwanzo ya jambo kama lile, lakini kukawa ni msiba wa milele, maisha yako yote yakawa na msiba, sababu lile jambo ulilolipenda sana haikuwa ni kheri kwako. Na saa nyingine waweza kulikimbilia jambo ama kulichukia jambo, ukasema mimi ila hilo sikubali jambo kama hili lifanyike, sitoridhika lau litanikumba jambo kama hili. Lakini wallah, huenda jambo kama lile litakapokufika ukaona mwanzo kuna msiba, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia kwa jambo kama lile ndiyo furaha yako ya maisha yote. Kwa nini?
sababu hunaka hikmatun ya'lamuha al-qadir wa la na'lamuha nahnu ad-du'afa. Kuna hikma kwa kila jambo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye pekee anayelifahamu na kulijua. Kwa nini mja wangu nimpe jambo fulani ingawa yeye halipendi? Sababu Mungu anajua ndani kuna kheri ataipata mja wangu. Umelipenda jambo, kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alifelishe jambo kama lile, usiwe ni mwenye kufaulu na kulipata jambo lile? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alifahamu lau mjahu alilipata na kufaulu katika jambo hili, lingempa huzuni wa maisha, hakungekuwa na kheri katika maisha yake. Lakini mimi na wewe, huzuni umetanda, lawama haziishi. Kwa nini walalamika ndugu yangu? Fulani jambo fulani lilitakaliwe lakini limefeli katika maisha yangu. Ulijui lau ungelipata jambo kama lile, ungekuwa kuna shari kubwa na maisha yako kuharibika. Jambo fulani sikutakaliwe, kwa nini limekuwa sawa? Wewe uliona likiwa litakuwa ni huzuni, lakini ndani yake kuna furaha katika maisha yako. Hatulijui hilo isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akthariya nahkumu bidhahiri al-amri wa la na'lamu batin. Kawaida ya wanadamu mara nyingi huhukumu jambo kwa udhahiri, kwa maana nje lile jambo atakapoliona ajua kwamba hili jambo halina kheri na mimi, halijui ndani wake pengine kuna shari. Na jambo ambalo unaliona lina furaha na wewe, litakuletea manufaa katika ulimwengu, kumbe ndani yake litakuletea msiba mkubwa katika maisha yako. Angalia ndugu Muislamu, usipime mambo kwa vichwa vyetu ukaona ndilo umefaulu. Kumbuka kauli ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, hatta shauka tarfa'u 'anna khati'a. Hata mwanadamu anapodungwa na mwiba, ule mwiba utakapodunga tayari hiyo ni kheri kwako, lakini huifahamu kheri yenyewe iko wapi. Aelezea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hata kiumbe anapodungwa na mwiba tu tayari anasamehewa dhambi zake. Na leo kila ukipata matatizo utalalamika, viumbe vimeniandama, hasadi haziishi, kila ninapo na fedha, leo nimegoteka, sijui nani alitaja kwa ubaya. Naam, lakini wallah, kauli ya Bwana Mtume atuthibitishia ya kuwa hata mwiba unapokudunga barabarani, basi jua kwamba ni dhambi zako za samehewa. Letu mimi na wewe ni kitu gani? Tufanye nini tunapokumbwa na musiba? Tufanye nini tunapokumbwa na matatizo? Tufanye nini iyapo kadari na kadha ya Allah Subhanahu wa Ta'ala imetufikia? Ni nuhsinu dhanna billah, tumpe Mwenyezi Mungu dhana nzuri. Popote utakapofanya, sema kwa nini nimekuwa mgonjwa mwezi nzima naugua, huenda Mwenyezi Mungu anipendea kheri katika maradhi kama haya. Mpe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dhana nzuri. Kwa nini nimefeli katika kazi zangu? Kila ninapoenda kupeleka makaratasi yangu narejeshwa, kila ninapogonga ofisi narejeshwa. Kwa nini? Mpe Mwenyezi Mungu dhana nzuri. Sema huenda Allah hapa ninapotaka kuingia si kheri kwangu, Mwenyezi Mungu aliepusha na kazi kama hii. Familia haiishi matatizo saa zote, balaa haziishi, wapeleka watoto hospitali, wapeleka mwanamke hospitali, wapeleka familia hospitali, walalamika, kwa nini mimi siku zote fulani hashiki na ugonjwa, fulani haugui na ugua, mimi tu na familia yangu? Mpe Mwenyezi Mungu dhana nzuri. Sema huenda Allah katika maradhi kama haya ninayoyapata alipendea kheri mimi kama mwanadamu. Lakini hayo si kila mwanadamu aweza kuyafahamu. Siku zote mwanadamu
msiba, moja kwa moja aweka dhana kwamba yeye kaonewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ndugu Muislamu, yataka uelewe na kufahamu kwamba chukua hichi kisa ambacho kitakuwa kwa wewe, kitakuelimisha na kitakurejesha katika kukubali qada na kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muangalie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nini katika suratul Baqara aya 216 asema Allah, kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, mumefaradhishwa nyinyi jambo la kupigana la jihad, na jambo kama hili ni kurhun lakum, halipendezi, jambo ambalo latukiza. Lakini asema nini Allah? Huenda ukachukia kitu katika maisha yako, katika mambo yako, wa huwa khairul lakum, lakini lile ambalo unalichukia ikawa na kheri ndani yake. Wa asa an tuhibbu shay'an, Mwenyezi Mungu asema huenda ukakipenda kitu katika maisha yako, wa huwa sharrun lakum, na ndani yake kukawa na shari na msiba, jambo kama hili. Kisha Mwenyezi Mungu amalizia aya hii na kusema, wallahu ya'lam, Mwenyezi Mungu pekee ndiye anayefahamu kheri iliyoko ndani ya jambo kama lile. Wa antum la ta'lamuna, nyinyi viumbe hamfahamu lolote. Nahnu dhuafa, hatufahamu katika jambo lolote ndani kuna kheri ama kuna shari, isipokuwa Allah peke yake. Kaifa na'lam dhalik, tutayafahamu vipi haya? Tutayasadikisha vipi haya? Tutayakubali vipi haya? Istami' hadhihi alqissa, sikilize kisa kama hichi ndugu Muislamu. Kad tastafidu ba'da istima'iha, utakuja kupata faida baada ya kusikiliza kisa kama hichi. Watathiqu anna kulla ma yuqaddiru lil-insan huwa khair, na baada ya hapo utakuwa na thika na kuamini kwamba kila analokadiriwa mwanadamu ndani yake kuna khair. Naam, angalia, kana inda al-malik wazira, kulikuwa na mfalme akiwa na waziri wake, wafalme wa kizamani. Na huyu waziri yathiqu kullu ma yuqaddiruhu Allah lil-insani huwa khair. Huyu waziri ambaye anaambatana na mfalme kama huyo, yeye katika dhika yake na imani yake anaitakidi kwa kila analolipata mwanadamu, analokadiriwa mwanadamu, ndani yake kuna khair. Huu ndio msimamo wake. Asema siku moja yuko na mfalme wake, na yeye ndio waziri wa kipekee anayefuata nyuma yule mfalme. Sasa katika kazi anazozifanya mfalme, wafalme wa zamani kama tunavyofahamu, tukiwasoma tarehe zao, ni wafalme ambao walikuwa wakipenda kujituma katika kazi za mikono. Sasa katika kushughulika mfalme kama yule kufanya kazi za mikono, mara moja katika kazi zake alipokuwa anatumia kidole chake kimoja kikakatika. Kidole kilipokatika, damu ya mwagika pale pale. Madaktari wote wakahudhuria sehemu kama hiyo. Walipohudhuria, madaktari walipoiangalia hali ya mfalme kama yule, wakasema bila shaka kidole kimekatika kwa hali mbaya. Ili kufanya hali ya utabibu, mwili wako wote usidhurike, ni
ni kukikata kidole cha mfalme kama huyo. Mfalme aliposikia kidole chake hakina budi kukatwa kwa sababu kilipoumia, madaktari wamesema isije ikasababisha madhara katika mwili mzima. Waziri wa mfalme kama huyo akamwambia mfalme wake, kubali ukatwe kidole chako, la'allahu khair, huenda kukatwa wewe kidole ndani yake kuna kheri. Mfalme akakasirika. Alipokasirika na kumwambia waziri, mal khairu fi dhalik, kuna kheri gani ya mimi kukatika kidole? Yani wewe waniambia mimi kukatwa kidole kwangu ni kheri? Mfalme akalichukulia zito jambo kama hili, akaita maaskari wake akawaambia, hebu mshikeni na mumtie jela haraka, hakika amenikasirisha, anifanyia mzaha, hapendi kumbe kuniona mimi nikiishi vizuri. Waziri kama huyo, waziri kama yule akawa ni mwenye kukamatwa. Alipokamatwa akawekwa ndani ya jela, akafungiwa ndani. Kufungiwa ndani, yule waziri anamjibu Malik ambaye ni mfalme wake na kumwambia, la'allahu khair, wanifungia mimi jela hii, basi huenda ikawa ni kheri kwangu mimi kufungiwa. Akamzidisha machungu. Mfalme akasema, ama kwa hakika adabu yako ni ndogo, yani umeniambia mimi katika kukatwa kidole kuna kheri, nimekufunga jela, bado wananiambia mimi kufungwa jela kwako ni kheri, bado wanifanyia mzaha. Akawa ni mwenye kufungwa kule. Famadatil ayyam, ukapita masiku. Yalipopita masiku, ndugu Muislamu, mfalme kama yule, kawaida wa wafalme wa zamani walikuwa na tabia ya kwenda kuwinda mwenyewe, akitoka akienda maporini kuwinda. Sasa mfalme kama huyo akatoka peke yake, kwa kuwa waziri wake ambaye alimwamini tayari amefunga jela. Alipotoka kwenda kuwinda, mara alipofika porini akakutana na majambazi ama maaskari. Wakamwita, alipokuja karibu wakamkamata, wakamwambia, sisi ni ubadul asnam, ni wale ambao tunaabudu masanamu. Sasa tumetumwa na kaidi wetu ambaye ni kiongozi, tuje tutafute mtu yoyote tutakayempata katika pori hili ili tumtolee kafara sanamu wetu. Hakika ya Mayahudi huwa kila muda wanamtolea kafara sanamu wao. Sasa kumbe kakamatwa huyu mfalme, kaambiwa wewe ndiye tutakayekupeleka kutolewa kafara. Wakambeba mpaka kwa kiongozi wao. Alipofika kwa kiongozi wao, kiongozi akamwangalia kwamba huyu ndiye mliyempata, na wakamfanyia taftishi, wakamchunguza, kwa sababu siku zote kitu cha kafara kina masharti kama tunavyolifahamu hili. Alipochunguzwa mfalme kama yule, akaonekana moja ya kidole chake kimekatwa. Yule kiongozi akasema kumwambia askari, muliyempata hafai kutolewa kafara, sababu kafara inastahiki itolewe kwa mtu ambaye ni kamili, hana kasoro yoyote katika mwili wake. Kwa hivyo mwacheni aende zake. Huyu mfalme akawa ni mwenye kuona. Aliporudi, ndugu Muislamu, alipofika katika kasri lake, akaenda moja kwa moja akaitisha aitwe yule bwana aliyefungwa jela. Alipotolewa akawekwa kwenye meza ama akawekwa kwenye chumba cha majadiliano. Huyu mfalme akamuuliza, akamwelezea kwanza kila kilichotokea wakati yeye ametoka kwenda kuwinda. Kisha akamuuliza huyu waziri wake, kaifa raaita alkhairu fi qat'i usbu'i,
hebu niambie kama waziri wangu, uliona kheri gani ya mimi kukatwa kidole? Wa fi sijnika kunta turaddidu la'allahu khair, nilipokuweka jela, nilipokufunga jela, ulikuwa ukikariri sana jambo ambalo nasema la'allahu khair, huenda ikawa ni kheri, ulikuwa ukilikariri nini? Hebu niambie kuna kheri gani na uliona vipi kheri kama hii? Huyu waziri amjibu mfalme na kumwambia, laula yuqta usbu'ika kunta fi adali al-amwat, lau wa namna ulivyonielezea historia uliyoipitia, basi lau usingekatwa kidole wewe mfalme wangu, basi ungekuwa miongoni ya sahizi kwa kutaja wa kifo, bimaana wewe umekuwa umeuawa moja kwa moja, bimaana ungechinjiwa masanamu. Ndio kheri niliyoiona. Akamwambia, na wewe kheri yako ya kukuweka jela ukasema la'allahu khair, huenda ikawa kuna kheri. Akamwambia, laula tusjiruni kuntul qurbanu tarihi haulai majani, lau wewe mfalme wangu ungenifunga mimi jela, basi mimi ningekuwa ndiye nastahiki kutolewa kafara, na bila shaka ningekuwa sahihi sinikani sifahamiki tena, ni maana ishatolewa kafara tayari. Angalia ndugu Muislamu, ni siri ambayo iko ndani. Mfalme hakufahamu katikati kwake kidole, huenda ikawa ni kheri kwake. Huyu bwana akamwambia, ambaye moyo wake ulikuwa na dhika kwamba lolote linalokufika ni kheri kwa Allah, lakini alikasirika mfalme na kumfunga jela. Yule pia aliyefungwa jela akawa yakini yake iko pale pale kwamba mimi kufungwa jela kwangu ni kheri. Naam, tumwangalie mfalme kama je, asingekuwa amekatika kidole, angekosa uhai wake yote, bila shaka angekuwa na masharti yote ya mtu anayestahili kutolewa kafara, bila shaka angetolewa kafara yake. Lau kama mfalme hakumfunga waziri wake jela, waziri yuko mzima alhamdulillah, hana kasoro yoyote katika mwili wake, na lazima mfalme akienda kuwinda huwafuatana na waziri wake. Waziri asema, mimi bila shaka ningekuwa nyuma yangu, wewe kama ungekuwa hufai kutolewa kafara, basi ningepatikana mimi, wewe ukarejeshwa. Kwa hivyo sote tumekuwa katika kheri. Wewe kukatwa kidole ulikuwa na kheri ndani yake, na pia vile vile mimi kufungwa jela nilikuwa katika kheri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ahbabi alkiram, tusisahau ya kuwa tumeanza mada hii na kusema la tahzan la'allahu khair, lolote litakalo kufika, uwe ukilipenda uwe ulipendi, lakini maadamu limekufika, mpe Mwenyezi Mungu dhana nzuri, huenda ikawa ndani yake kuna kheri. Sawir haya, hebu peleka katika kichwa chako mara nyingi yanayokutokea usiyoyapenda na unayoyapenda yasitokee, umeyasawiri na kuyafikiria vipi? Je, umempa dhana nzuri Allah? Tuangalie katika safari zetu. Leo tamsikia mtu analalamika, yuampiga mke wake, yuamtukana mke wake. Lao ataulizwa, mbona wampiga mke wako na kumtukana? Akwambia, huyu mke wangu nuksi zake ziko wapi? Alijua wazi kuwa leo mimi nasafiri, lakini amefanya juu chini, hakuniamsha mpaka safari nimeikosa. Allah, na pengine ndege iliyokuwa aondoke nayo, gari iliyokuwa aondoke nayo, sababu ya yeye kuikosa, muda mfupi akasikia
nasikia habari kwamba gari iliyoondoka saa moja imepinduka, ama gari iliyoondoka saa moja imepata ajali na watu wote wamekufa walioko ndani. Ndege iliyokuwa iondoke imechomeka na imepata ajali, imeanguka, watu wote waliokuwa ndani wamekufa. Wewe wamtukana mke wako na kumpiga haki kuamsha kukosesha safari yako. Je, umejua kwamba ndani yake kuna kheri? Lazima tulifahamu. Wewe hukuijua ni kheri iliyoko ndani, lakini turudi katika kauli ya Mwenyezi Mungu aliposema, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungu ndiye anayefahamu hilo, sisi hatujui. Usihuzunike ndugu yangu. Angalia, waweza ukawa umepeleka makaratasi yako katika ofisi kadhaa kama mitego, ukachukua certificate zako, dokumenti zako mara 10 ukapeleka ofisi 10 kwa siku moja, ili kuombe kazi uitwe katika kazi. Lakini wallahi ukawa hukufaulu katika ofisi zote ulizopeleka makaratasi yako. Hebu niambie, vitia vyake, lawama zake hakutokalika nyumbani, si mke si watoto, wote watapigwa mateke na mangumu. Uanze kusema wewe mke nuksi, uanze kusema mimi ninafuatwa na hasad, mimi sipendwi, watu wamenifuata na macho ya hasad, watu wananitaja vibaya, mimi nina hivi, mimi nina hivi, wacha nikasomewe, wacha nikatafute madawa. Shekhe, umekaa kufikiria kwamba huku kukosa kwangu kazi huenda ikawa ndani yake kuna kheri? Haukulifikiria hili. Ulifikiria tu kuipata kazi kama ile, lakini kuikosa hutaki. Lazima tusawiri, lazima tusawiri ndugu Muislamu. Hata kama ulikuwa upate gari, umeahidiwa inshallah zawadi yako tutakayokupa ni gari, lakini mara katika michezo kama ile na mashindano kama yale, mwenzako akakupita, gari ikaenda kwake, utalalamika, ulimwengu hautokalika, mtaa hautokalika. Kwa nini? Nimekosa kitu cha thamani ambao ni gari. Wewe ilikuwa kuseme alhamdulillah, la'allahu khair, huenda ikawa ni kheri mimi nilikosa hili gari. Lau utasikia yule aliyepewa gari ambaye ni mwenzako, gari lile lile limeenda kumtupa katika ajali tofauti tofauti. Haukulifahamu. Ni nani anayelifahamu? Allahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Mungu pekee ndiye aliyeona kheri kama ile na aliona msiba ulioko katika jambo ulilopenda. Kwa hivyo sawiri dhalik, kumbuka ya kuwa waweza ukalipenda jambo sana, mwisho wake isiwe jambo kama lile. Shukuru, na huenda ukalichukia jambo lakini hivyo hivyo ukalipata. Shukuru, sema pia ndani yake kuna kheri. Mafunzo hayo hatuna, lakini wallah nahsinu dhanna billah, tumpe dhana nzuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usihuzunike ndugu Muislamu, huu ni ulimwengu. Fikiria hivi viswa vya kupeleka wewe katika kuwa na imani thabiti. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. لقد أرى الله مع صحابة رسول الله أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.